Naitwa Mwanaidi Bakari, ndio katibu wa taasisi ya Aisha Sururu. Leo ni siku adhimu kwetu kwa ajili ya kuzinduzi kuelekea mashindano ya kitaifa ya Qur'ani tukufu ambayo yatafanyika tarehe 22 mwezi wa pili 2026 katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Tunaalika watu wote, wananchi wote bila kubagua dini au itikadi yoyote, kwa sababu kitabu hichi ni cha Mwenyezi Mungu na kinasimama katika itikadi zote. Kwa hiyo tunaalika watu wote, wake kwa waume. Karibuni sana katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Mashindano haya ni ya robo karne, hivyo yatakuwa na vitu muhimu sana. Katika mashindano haya kutakuwa na washiriki wa makundi maalum. Kutakuwepo na watoto ambao watashiriki tashdii wa umri mdogo sana, lakini pia kutakuwa na washiriki ambao hawaoni watakuwepo. Kwa hiyo washiriki hao wamehifadhi juzuu 30. Basi muweze kufika muone vipaji mbalimbali vya watoto ambao wamehifadhi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa na mapungufu tofauti ya kimaumbile. Karibuni sana Diamond Jubilee tarehe 22 mwezi wa pili 2026 saa 1 asubuhi mashindano yataanza. Tuko hapa mbele yenu, tumekuja kuwakaribisha katika mashindano ya Qur'ani ya 25. Ukiongelea kidunia ni mashindano yanaitwa ya robo karne. Miaka 25 kusimamia jambo sio jambo dogo. Kwa hiyo tumekuja kuwaalika kwa upana zaidi na kwa ukubwa leo ili tuweze kuadhimisha maazimisho ya 25 kwa umoja wetu, watu wote, wananchi wote, mikoa yote ya Tanzania pamoja na Zanzibar, visiwa vya Zanzibar pamoja na Tanzania, wote muweze kushiriki katika ukumbi wa Diamond Jubilee siku ya tarehe 22 mwezi wa pili, panapo majaliwa. Mwenyezi Mungu anaenda kusimamisha jambo kubwa, tunaenda kuwatoa washindi waliohifadhi Qur'ani. Kama inavyosema kauli yetu mbiu, Qur'ani bila Qur'ani dunia haina amani. Kwa lazima tuisimamishe Qur'ani kama alivyoagiza Mwenyezi Mungu kwamba tusome, ikra, soma, na sisi tunajitahidi kila mmoja iweze kumfikia, na ndio maana tumeweza kufanya mashindano ya kitaifa kufikia katika kila mkoa na wale walengwa kuweza kuwapata wa ushindani ule wa Qur'ani. Kwa hiyo tunaomba shime alaikum muweze kufika kwa wingi ili kuja kushuhudia watu waliohifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu ndani ya vifua vyao, kwa sababu tuna imani tunapofika kwa Mwenyezi Mungu kikubwa tutaulizwa umehifadhi nini, na sisi tunajitahidi kuhifadhi Qur'ani ili kuweza kuishi maisha mema ya baadaye. Kwa hiyo tunaomba mkaribie, mfike, mje mjionee wenyewe jinsi watu wanavyojitahidi kusoma Qur'ani kama tulivyokuwa tumeagizwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwanza tutakwenda kutembelea wagonjwa hospitalini kwa kuadhimisha hiyo, kutembelea wafungwa na kwenda sehemu kwa mayatima. Vijana wetu tuna katika taasisi yangu na vijana youth pia wapo, watatembelea na hospitali, utatembelea na wao pia wataongelea wana jambo lao. Sasa tunawakaribisha wote, usiseme kama ni Muislamu tu, hapana. Hili jambo letu sote katika nchi yetu Tanzania. Tunawakaribisha wote, kabila zote, dini zote, taasisi zote. Tunakukaribisheni, karibu katika jambo letu hili, mtu support, mtuunge mkono kwa kufika wote, na hamna kiingilio. Itafanyika kwa ukumbi wa Diamond Jubilee Hall, itafanyika tarehe 22 mwezi wa pili. Nafikiri kwa katika kuandama kwa mwezi itakuwa Ramadhani ya 4 au ya 5, utakuwa kwa kuandama kwa mwezi na hamna kiingilio. Na jamani, tunaombeni kuna mambo tofauti, hebu mje mjione. Na watu wa mikoani, kila mkoa, kwa nini watu kwa mikoani kwenu wangeweza kuja na ushindi? Basi halau 2 watatu waje waone mkoa wao unafanya nini na wilaya zao zinafanya nini katika mashindano haya. Na kauli mbiu yetu, dunia bila Qur'ani haina amani. Dunia bila ya Qur'ani hakuna amani.
Basi jamani, karibuni sote.